Tunaenda katika kipengele cha utoaji tunzo kwa wale ambao wamebahatika kushinda tunzo hizi. Chombo cha habari bora katika kupinga udhalilishaji ni Radio Micheweni FM. Shujaa wetu leo katika kukomesha udhalilishaji dhidi ya watoto na ndoa za utotoni ni Bi Mkubwa Hamisa Ali. Shujaa kijana mtetezi wa unyanyasaji dhidi ya wanawake na kukuza usawa wa kijinsia ni Aisha Suleiman Salum. Mwanaharakati shujaa katika utetezi wa haki za watu wenye ulemavu ni Nasir Salum Ali. Nasir Salum Ali, yeye ni mwanaharakati shujaa katika utetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Mwanahabari shujaa katika kukomesha udhalilishaji wa kijinsia ni ndugu Hamis Juma Omar. Vitendo vya udhalilishaji ni janga la dunia linalohitaji jitihada za pamoja katika kupambana nalo. Pamoja na jitihada zinazochukuliwa na serikali, asasi za kiraia na wanajamii, bado tumekuwa tukishuhudia vitendo vya udhalilishaji vikiendelea, hasa kwa wanawake na watoto, ikiwemo ndani ya jamii yetu. Kwa mujibu wa ripoti ya utekelezaji wa Jumuiya ya Wanasheria Wanawake ya mwaka 2024, taasisi hii iliwahudumia wahanga wa vitendo vya udhalilishaji wapatao 1964, wakati malalamiko ya madai yalikuwa 1934 na mashauri ya jinai yalikuwa 30. Hii ni idadi kubwa kwa kipindi cha mwaka mmoja, na ukizingatia ni ripoti ya taasisi moja tu. Ripoti hii inatosha kubainisha ukubwa wa tatizo la vitendo vya udhalilishaji katika jamii yetu, ambavyo lazima tuongeze juhudi katika kukabiliana navyo. Naelewa kuwa masuala ya kupinga vitendo vya udhalilishaji yana changamoto zake. Kubwa ni suala la kuwepo kwa muhali na kukosa utayari kwa baadhi ya watu katika kampeni, kukosa ushirikiano mzuri na kuoneana aibu. Umefika wakati sasa lazima tubadilike ili kuinusuru jamii yetu na vitendo vya aina hii. Ni mategemeo yangu kuwa tuzo hizi zitazidi kuhamasisha wanaharakati wa kupinga vitendo vya udhalilishaji kwa wanawake na watoto. Wito wangu kwa asasi za kiraia ikiwemo za Fela kuendeleza mapambano haya bila kuchoka, kwa kushirikiana na serikali katika kupinga vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia kupitia njia bunifu zinazolinda utu na hadhi ya mwanamke na mtoto.